Mimi ni Askofu Mkuu Anthony Muheria wa Jimbo Kuu la Nyeri. Tunasherehekea leo sikukuu ya Pentekoste, sikukuu ya ujio wa Roho Mtakatifu juu ya wanafunzi baada ya Kristo kwenda mbinguni. Roho Mtakatifu aliyetuahidia atakuja ili atupe nguvu, tukaweza kuelewa mafundisho ya Kristo, tukaweza kuelekezwa katika njia ya kujifananisha na Kristo. Ndio maana leo tunasherehekea kipaji kikubwa cha Roho Mtakatifu, Mungu, na ni utatu wa Mungu binafsi ya tatu, ambaye ndiye mjenga wa maisha yetu ya kiroho. Alipokuja, alifukuza woga uliokuwa katika roho za wafuasi wa Kristo baada ya kifo cha Kristo, na akawasha katika roho za waamini, wafuasi na mitume wa Kristo upendo, mwanga na tena moto wa upendo, ili wakaweza kuwa mashujaa, wakapata nguvu na ujasiri wa kutoka na kutangaza injili ya Kristo. Tunasoma vilivyotokea katika Matendo ya Mitume sura ni ya 2, na twasoma: hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafula toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuweko Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikika, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao ni wa Galilaya. Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa naye? Wakristo wapenzi, Wakenya na watu wa nia njema, Roho Mtakatifu aliwafanya wazungumze lugha moja, hata ingawa walikuwa wa mataifa mbalimbali. Roho Mtakatifu anatupa nguvu za upendo ambazo zinaruka mikuta ama yote ambayo vizuizi vya lugha ama vya taifa. Katika nchi yetu ni vyema tuombe Roho huyo Mtakatifu ili atujae, tuweze kuruka na kuvunja mikuta ya kikabila ambaye ndiye inatuzuia kupendana jinsi Kristo alivyotuamuru. Ukabila umevuma sana kwa sababu sisi wenyewe ndiye tunafanya uvume. Kristo ametuambia tupendane jinsi anavyotupenda. Katika jumuiya zetu ni vyema tupigane na hiyo maono na hiyo njia ya kuangalia vitu kwa kikabila. Lazima tukatae kufungia wenzetu ama kuwachukia kwa sababu wanatoka kwa mbaa ingine ama kwa kabila nyingine. Sana sana wanasiasa wametuchochea zaidi. Wanachochea wakituambia tuunganike kabila fulani ili tuweze kupigana ama kushindana ama kushinda kabila lingine. Tumezoea hata kusema maneno ya kucheka wenzetu wa kabila zingine. Wakristo wapendwa, Roho Mtakatifu anatualika tuweze kupinduka na roho zetu ziweze kuelewa upendo ambao Kristo
Bwana anatuita. Viongozi wetu wa kisiasa, tuwaomba mkome katika hii hali ya kufanya siasa za kikabila. Kila wakati tunafanya mahesabu ya kikabila. Kila wakati unazungumza, unataka kuguzia kikabila hata kwa lugha. Unapozungumzia wenzetu, unawakata na unawaondoa katika mazungumzo wale wa kabila ingine. Wakenya lazima tusimame imara kwa kuwa wazalendo wasio na ukabila. Kwa sababu sisi kwanza ni Wakristo, na Ukristo hauna ukabila. Hawezi kuwa mimi kabila fulani Mkristo, la hasha. Wewe Mkristo halisi ambaye umekumbatia kwa mila zako, kulingana na mila ulizozaliwa. Lazima tuweke vita ya kiroho katika kupigana na ukabila. Tunasoma katika Matendo ya Mitume kwamba walipokuwa kizungumza walikuwa nazungumzia matendo makubwa ya Mungu, matendo makubwa ya upendo. Hiyo ndiyo njia ya kushinda ukabila, kutendea mema wenzetu bila kuangalia wanatoka kabila gani. Tuombe kwamba nchi yetu itapona kutokana na ugonjwa huu mkubwa wa kikabila. Lakini ni sisi, nyinyi vijana walio Gen Z, walio wadogo, walio katika umri wa miaka 10 hadi miaka 40, ni nyinyi mtatusaidia ili tuweze kukafikiri, fikira zetu zielekezwe bila kwanza kuangalia kabila, lakini tuweze kupenda na hata tukavuka ukuta huo wa ukabila. Mipaka ile tumeweka ya kikabila ni mingi. Lazima tuvunje hiyo, tupende wa kabila lingine kama sisi. Kweli mila ni tofauti, lakini tuzijue mila bila kuifanya kama kitu kibaya. Ni vyema hata ndoa tunazoziona kati ya kabila moja nyingine zinatuunda kwa kundi moja la Bwana. Mwishowe kuna ukabila usio mwema ambao ndio huu unaturudisha katika mila za zamani ambazo zinajitoa kama sasa kiongozo ya maisha ya kesho. Wenzetu wa Kenya, hatuwezi rudi miaka 10, 20, 50 ambazo hawa vijana wadogo wanaanza kuwa ati ni wataalamu kwa mila za kabila fulani, na wanaanza hata kutoa ibada zilizotolewa miaka 100 zilizopita za kitamaduni, wakiharibu utamaduni wetu ama mila zile nzuri, kwa sababu wanaanza kuunda na wanaanza kujifanya ndio wenyeji, ndio wanajua. Na ndio maana sasa wameharibu sura ya mila za Kiafrika za kikabila ambazo zinaweza kutujenga, lakini sasa wanataka kutufunga kwa namna za kimila ambazo hao wenyewe wameunda, ambao wanaanza kurusha vitu ambazo tayari zimepita. Kwa sababu leo Ukristo na tuseme umungu ni kuhusiana na Mungu roho kwa roho. Ni sala, sio matendo yale tunafanya ya kutoa mbuzi hivi na kondoo pale. Hiyo ilikuwa njia ya kufikia ukweli. Jameni, tusirudi katika mila ambazo zinatuweka kuwa watumwa, lakini tufunguke, tuonyeshe mila ya upendo. Tupigane na ukabila kwa upendo. Mwenyezi Mungu atubariki, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amina.